Asante Mungu wetu kwa wema wako na fadhili zako ambazo umetuonyesha. Umekuwa ngao yetu na ngome yetu. Siku ambazo ni sita zimepita mbele yetu, lakini Mungu wetu uliweza kutupatia sabato yako ikiwa ni pumziko ya kipekee, na ukamwambia mwanadamu sabato ili iweze kuwa inamkumbusha ya kwamba wewe ndiye muumba wa vyote. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kusanyiko ambalo umetupatia siku hii ya leo ili tuweze kukushukuru na kukutukuza kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa sababu tumefika hapa kwa sababu ya kukurudishia shukrani zetu. Shukrani zetu hata hazitoshi hata kidogo, kwa sababu hata mbinguni malaika walioko huko huwa wanakutukuza wakisema mtakatifu, mtakatifu, na hawajawahi choka. Hata na sisi Mungu wetu tusaidie wakati tuko katika dunia hii tuweze kukushukuru kwa vinywa vyetu na kila kitu. Ni asante Mungu wetu, twaomba uwe mwanzo wetu asubuhi hii tunapoanza Sabbath school, uwe nasi. Roho wako Mtakatifu atuongoze, nene nasi, na tutakapomaliza tutalihimidi jina lako kwa sababu unastahili. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ilikuwa vyema mikono nchi zikamalizika na jeshi lote, na siku ya saba Mungu kabariki na kuitakasa, kwa kuwa alistarehe akaja kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya kwa muda wa siku saba. Ilikuwa vyema mikono nchi zikamalizika na jeshi lote, na siku ya saba Mungu kabariki na kuitakasa, kwa kuwa alistarehe akaja kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya kwa muda wa siku saba. Sabato ni muhuri kwa wana wa Mungu wasishikao kaida na kanuni, kwa kutosifu watajia zao wenyewe wala kutendea wapendezao, bali huenda kanisani kumuabudu Mungu wa kweli. Kwa kina tu ile ni neno ili tuwe wana wa nuru. Sabato ni muhuri kwa wana wa Mungu wasishikao kaida na kanuni, kwa kutosifu watajia zao wenyewe wala kutendea wapendezao, bali huenda kanisani kumuabudu Mungu wa kweli. Kwa kina tu ile ni neno ili tuwe wana wa nuru. Neno la Mungu ni taa yetu, ukisoma utapata kuwa Yesu alikuwa msabato. Yesu walivyofanya. Neno la Mungu ni taa yetu, ukisoma utapata kuwa Yesu alikuwa msabato tangu mwanzo wakiwa na Baba. Hivyo sote tuikumbuke siku hiyo kama waandishi wa maandiko na mitume pamoja na wanafunzi wa Yesu walivyofanya. Sabato ni muhuri kwa wana wa Mungu wasishikao kaida na kanuni, kwa kutosifu watajia zao wenyewe wala kutendea wapendezao, bali huenda kanisani kumuabudu Mungu wa kweli. Kwa kina tu ile ni neno ili tuwe wana wa nuru. Sabato ni muhuri
kutusifu watajia zao wenyewe, wala kutendea wapendezao, bali huenda kanisani kumuabudu Mungu wa kweli. Wakina tuigeni neno letu wana wa nuru, Sabato ni muhuri kwa wana wa Mungu wazishikao kaida na kanuni, kwa kutusifu watajia zao wenyewe, wala kutendea wapendezao, bali huenda kanisani kumuabudu Mungu wa kweli. Atuongoze. Mimi ninayesimulia kuwa pamoja nami, niongozwe na Roho wako Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Kwa gerezani. Sasa yule mama alikuwa na ng'ombe mmoja wao ambaye alikuwa anawapatia maziwa ya kupatia watoto, na tena hiyo maziwa anauza ili aweze kununua unga, kununua boga na mchele na vinginevyo. Siku moja alipokuwa ameacha watoto, alipokuwa anarudi, alipoangalia mahali wanaweka ng'ombe, aligutuka na akastuka, akaona yule ng'ombe wao hayuko. Akajua tu mara moja ng'ombe ameweza kuibiwa, na sasa msaada wake umeweza kwenda na mume wake ameweza kufungiwa gerezani. Sasa yule mama akalia sana, akawa na huzuni. Akaenda kwa kichaka kuomba, akauliza Mungu, mume wangu yuko gerezani, ameshikwa akihubiri neno lako. Ng'ombe ambaye nilimtegemea ili niweze kuwalea hawa watoto, kupata unga, kupata boga, naye ameweza kuibiwa. Mungu, nitafanya nini? Nipatie suluhisho, nipatie jibu, nionyeshe vile nitafanya. Alipokuwa anaomba hivi, alipofungua macho, juu alikuwa kwa kichaka, aliweza kuona karatasi imehangi mahali, na akasikia roho inamwambia aende aichukue. Akaenda akachukua hiyo karatasi, akakuta ilikuwa ni check ya bank fulani huko Soviet Union. Alipoangalia akaona hiyo check inafaa aende aipeleke kwa bank ili aweze kupewa pesa. Hivyo akaenda akapeleka cheki kwa bank na akapewa pesa. Akaenda na hiyo pesa sokoni kutafuta ng'ombe. Ile pesa ilikuwa kidogo hivi kwamba hangeweza kununua ng'ombe mzuri kama yule alikuwa naye. Akazurura kwa soko, akazurura akiuliza watu, niuzie tu hii ng'ombe, tafadhali niuzie. Mtu anasema hiyo pesa yako haitoshi. Mara ya mwisho Mungu aliweza kumuongoza kwa mzee mmoja, akamwambia hii ng'ombe yangu haitoki hiyo pesa, lakini mimi nimesikia nikuuzia hii ng'ombe. Tunaambiwa ya kwamba hiyo ng'ombe haikuwa mzuri na tena haikuwa tayari kukamuliwa. Hivyo alienda na ile ng'ombe nyumbani, akaanza kuitunza, akainyonyesha upendo, akaipatia kila kitu ambacho kinahitajika. Baada ya muda mchache, yule ng'ombe akaanza kutoa maziwa. Ningesemaje? Yule mama sasa akaanza kuuza maziwa, akikamua anatoa 10%, anaweka ya Mungu, alafu yake anaenda anauza, ananunua chakula ya watoto, na akaendelea hivyo hata watoto wake wakawa wakubwa. Hiyo hadithi haikuisha. Tutaimaliza Sabato ijayo. Ni wangapi watakuja tumalize hiyo hadithi? Ni wangapi watakuja? Karibuni sana. Hiyo hadithi itamalizika Sabato ijayo. Kwa hivyo Mungu aweze kuwa pamoja nasi na tuweze kujua Mungu huwajali watu wake wanapokuwa wanamtumikia. Hata kama wanapitia shida za aina gani, hata kama wanapitia changamoto wanapohubiri, Mungu huwa anawajali watu wake kwa sababu wanamtegemea yeye. Mungu awabariki. Tupate ombi. Asante Mungu kwa kuweza kuwa pamoja nasi tunaposikiza World Mission. Hebu hiyo World Mission iweze kuwa funzo kwetu, tuweze kukuriria wakati tuko katika shida. Tunapoona msaada wetu umefika kikomo, hebu uwe msaada wetu wa kila siku. Tunajiachilia kwako tukijua umetusikia. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Pamoja hapo 128. Namwandama Bwana, Timbe. Namwandama Bwana, Timbe. namwandama
sopranos. Tuimbe sawa sawa. Zifego na mwandama, alafu na unaanza hapo. Unafaa kwanza kwa hiyo kilofu ya juu. Sawa sawa. Na mwandama Bwana. Tuimba. Na mwandama Bwana kwa alilonena, njia zangu uniazia, na nikimwilisha atanidumisha. Amini nitii pia, kuamini njia pweke ya furaha kwa Yesu. Amini ukati giza sina kwangu, wala hata wingu. Yeye mara huniondoa, onga wasiwasi, sononeko basi, kuamini nitii pia, kuamini njia pweke ya furaha kwa Yesu. Amini ukati masumbuko yote, sikitiko lote, kwa mapenzi unilipia, bahadhara dhiki, vivyo umbariki, tamini nitii pia, kuamini njia pweke ya furaha kwa Yesu. Amini ukati mimi sitajua raha sawa sawa, ila yote Yesu kumtoa, napata fadhili na radhi kamili. Tamini nitii pia, kuamini njia pweke ya furaha kwa Yesu. Amini ukati nitafurahia na kumtumaini, majumbani na njia agizana tena, nikitumwa wenda, kuamini nitii pia, kuamini njia pweke ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. The Genesis Foundation au misingi ya mwanzo pale mwanzo inatuelekeza kwenye kitabu cha Mwanzo, na si kufundisha na fundisha lesson, ni kuguzaguza, alafu baada ya kufundisha kidogo, nataka nikiita wanakwaya wanamsifu Mwenyezi Mungu kwa wimbo. Kwa hivyo mjiandae wanakwaya, Enlighteners and the rest ambao wamefika
wajiandae. Memory text ambao tuko naye inatoka katika kitabu cha Yohana 1 mstari ni ule wa 29. Yohana 1 mstari ni ule wa 29. Na ningependa msomaji ambao atatusomea kwa haraka haraka apate kipaza sauti au anatusomea kwa haraka. Anybody ready? Tusaidie Mariam. Yohana 1:29. Yohana 1:29. Najua wote tuko pale. Yohana 1:26 ama 9. 6 ama 9. 9 andiko linasema hivi. Naliseme. Siku ya pili. Yani siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Nilikuwa nataka tu 29, umeenda mpaka 30, lakini asanti. Tunaona ya kwamba kuna yule ambaye Mungu alikuwa amenena juu yake, na kupitia kwa Yohana Mbatizaji akanesema ya kwamba huyu ndiye. Tutaingia kwa lesson introduction ambaye anaendelea kuongea nanyi. Majina yake ni John Wanjohi, mshiriki wa kanisa hili. Tunaona kuna shida ambao tunaona ilikuwa katika wakati ule, na shida yenyewe ilikuwa juu ya unabii, vile unabii wa Biblia unavyoelezea. Kama vile tunaona kama kitabu cha Ufunuo, watu wengi wana shida ya kuelewa ni nini inaongelelewa pale katika kitabu cha Ufunuo. Lakini mwandishi anaendelea kuonyesha jinsi mambo yalivyokuwa katika Agano la Kale, na pia tunaona ni vile anaendelea kuhimiza sana sana mpaka kitabu cha Mwanzo. Ukisoma Ufunuo inaangazia, inarudi nyuma mpaka Mwanzo, lakini bila kuwa umesoma Mwanzo huwezi elewa ni nini inaendelea pale. Wiki hii tunaendelea kuona, wiki hii ndio tulikuwa tunaendelea na kuona vile mambo yalivyo katika kitabu cha Ufunuo, na sana sana tuegemee tupate kuona vile tunavyoweza kuelewa juu ya Mungu mwenyewe, na pia vile alivyoumba dunia na vile uhai wa hii dunia vile ambavyo unaendelea. Hiyo ni introduction ya lesson yenyewe, na nikiingia katika Sunday nitakuwa nikiguzia, alafu mwisho pale nitapatiana nafasi kidogo. Sunday nikiendelea na Sunday, nikimalizia Sunday na uliza, ningependa wanakwaya wagakuu wamejiandaa wapate kufika hapa. Tunaingia katika kitabu cha Isaya 40 mstari ni wa 7 na 8, ambao inaongea juu ya neno la Mwenyezi Mungu ikiliganishwa na mwanadamu ambaye ako hai. Mwanadamu analiganishwa na nyazi ambao tunakanyanga, kwa sababu inafikia wakati inakauka. Analiganishwa na maua yale ambao tunaona yanakuwa mazuri sana, yanapendeza, lakini mwisho wake kuna wakati unaenda kuangalia hilo ua unakuta ya kwamba limenyauka. Kwa hivyo mwanadamu analiganishwa na maua. Pia tunaona neno la Mwenyezi Mungu ni la kudumu milele na milele, na ndilo ambalo linatuelezea vile neno la Mwenyezi Mungu liko. Kwa hivyo ni misingi moja yake ya kupata kuelewa ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni la kudumu milele na milele, lakini mwanadamu, na tutaona ni kwa nini
yeye ni wa muda. Yeye ni wa muda, na tutaona itakuwaje ndiposa mwanadamu aweze kudumu milele. Itakuwaje ndiposa mwanadamu aweze kudumu milele. Kwa hivyo tujitayarishe kupata kujiandaa. Wanakaku, tupate kuingia hapa. Tunaona katika kitabu cha Waebrania 13:8 inasema ya kwamba Yesu Kristo habadiliki. Hivyo ni kumaanisha Yesu ni neno, na neno la Mwenyezi Mungu halibadiliki. Nitakapovikwa mwili mpya usio wa dhambi, pale wokovu wangu utakapotimizwa, kiu ya moyo wangu ni kumwona Mwokozi wangu. Nitakapovikwa mwili mpya usio wa dhambi, pale wokovu wangu utakapotimizwa,
hakika tumeona mkono wako, maana siku imeweza kufika. Siku ya leo napoendelea kuanza shughuli ya leo, najikabidhi mikononi mwako. Kwa hiyo ambazo tumealika mahala hapa, wanapokuja jiani waongoze, walinde na hata wazidi kuwatunza, kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tutakapomalizia. Hadi kupita kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Na Yesu